nchi yetu iko katika mkakati na pilika za uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, nikasema nitembelee vyombo vya habari na nyinyi wenyewe baadaye muweze kunisaidia kunitangazia jambo moja au mawili. Hapa nijaribu kuzungumza kidogo kwamba ndugu zangu wa Tanzania na nyinyi wenzangu ambao tuko mkoa, nchi hii kabla ijawa nchi huru ilikuwa inatawaliwa na wazungu wa koloni. Nchi hii kabla ya kuitwa Tanzania ilikuwa inaitwa Tanganyika, na wenzetu visiwani nao walikuwa wanatawaliwa na sultani. Kulikuwa wakati wa kutawaliwa hakuna haki na heshima ya kiutu kwa wananchi ambao tulikuwa tunatawaliwa. Tulikuwa turuhusiwi kuwachagua viongozi tunaotaka. Tulikuwa turuhusiwi sisi kusema kwamba sisi tunadhani tunataka nini kwetu sisi na familia zetu. Hali ilikuwa ni mbaya na ukatili ulikuwa mkubwa sana dhidi ya wanadamu. Sisi kama wanadamu, wakoloni walikuwa kwa mfano muona kwa heshima mbwa ambaye wanamfuga nyumbani kwao, wanamlisha vizuri, wanampeleka mpaka hospitali kutibiwa. Yule alikuwa anaonekana vizuri kuliko sisi ambao ni wanadamu wenzao tulioumbwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Waasisi wetu wakati huo waliona haya mateso yalikuwa yakubaliki, wakasema bwana, afadhali sisi tujitoe mhanga ili watoto wetu kina Makongoro na rafiki zao wao waishi vizuri, waweze kuchagua viongozi. Kwa hiyo walijitoa kufanya hivyo, wakati ambapo kwa mujibu wa sheria kuifikiria vibaya serikali ya mkoloni ilikuwa ni uhaini. Kwa hiyo mzee Nyerere alitiwa ndani wakati fulani, akashtakiwa, akapelekwa mahakamani. Mimi nitaka nikumbukie mimi binafsi, mimi naitwa Makongoro. Jina langu nimepewa kwa sababu ya chifu mmoja alikuwa anaitwa Chifu Mohamed Matutu Makongoro. Mohamed Makongoro Matutu alikuwa chifu wa Nyamusu wa kabila la watu linaitwa Waikizu. Yeye alikuwa anamuunga mkono sana Mwalimu Nyerere na TANU, na kwa wakati huo alijulikana, na kwa mujibu wa sheria ilikuwa ni uhaini. Walimtia ndani bila kumpeleka mahakamani. Kwa kuna sheria ambapo gavana wa Uingereza siku ya kiamka akakuona wewe unaitwa nani rafiki yangu wewe Abel, akakuona kwamba sura yako haifanani tu, anaamua anakutia ndani akula mashtaka. Wewe utaka ku asipokwenda ndugu yako kumkumbusha kwamba Abel yuko ndani na sheria ilikuwa inamruhusu, huwezi kwenda kushtaka popote. Kwa hiyo walimtia ndani yule mzee. Yule mzee akiwa kule ndani wakawa wanamnyima chakula, wakawa wanampa kidogo tu aweze kuishi kwa shida. Baadaye yule mzee Makongoro aliugua malaria, wakampima. Walipogundua na malaria wakafurahi sana kwamba yule mzee ana malaria. Kwa hiyo daktari aliyempima akaambia usimpe dawa. Kwa hiyo yule mzee akafa. Wamekufa kwa nini? Wamekufa kwa sababu walikuwa wanapigania haki kama hizi ambazo leo sisi tunazichukulia poa. Kwa hiyo sheria ikabadilishwa, tukawa na katiba mpya, na katika sehemu ya katiba hii mpya ni haki ya sisi kila baada ya miaka 5 kuchagua tunataka nani atuongoze, nani awe kiongozi wetu. Wao wanatakiwa waje watuambie watatufanyia nini, alafu sisi kwa amani na utulivu tunakwenda kupiga kura kuamua nani awe viongozi wetu. Pia ni sehemu ya katiba ya nchi yetu kuwa na uhuru wa mawazo, kusema unachotaka. Kila miaka 5 ya kupiga kura huwa kuna watu wanajitokeza kuwaambia wengine hii haki ambayo kina mzee Makongoro walipigania mpaka wakafia jela, wanatuambia kwamba tuachane nayo. Sio, unanipata vizuri? Sasa kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, hiyo ni haki yao kutoa mawazo yao. Wangelikuwa wanayatumia vizuri zaidi kama wangejiunga kwenye kampeni hizi, wakaja kwenye majukwaa kutueleza shida yao ni nini, lakini wao wanaitumia kusema tusiende kupiga kura. Sasa mimi najiuliza, mimi Makongoro,
kuna mtu kafa, mimi niweze kupiga kura, anaitwa Makongoro, ndio maana nimeitwa Makongoro. Leo yeye alipopigana mpaka akafa ili mimi napiga kura. Leo kweli akiniona mimi nakataa kwenda kupiga kura, ndugu yangu, hilo linaingia akilini kweli? Sitoni kwanza tukapige kura. Sasa kama wewe una bifu zako, kwa amani tueleze bifu zako, tutazifanyia kazi. Kwanza ni Tanzania katika nchi za Afrika ni kati ya nchi ambazo zinaongoza kusikiliza kero na kuzitafutia ufumbuzi. Kwa huo ndio ambao ulikuwa mwelekeo mzuri. Kwa ninachosema mimi na washauri wenzangu kwamba siku ile ikifika, hii ni haki imepiganiwa. Wako waliopoteza maisha, wapo waliotiwa ndani wakanusurika kama mzee Nyerere, lakini wengine hawakunusurika kama mzee Makongoro. Kuacha kwenda kupiga kura ni kama tunawatupia kitu kibaya usoni. Twende tukapiga kura, tuchague viongozi wetu. Wao walifanya hivyo kwa sababu ya sisi watoto wao. Sisi sasa tunapokwenda kupiga kura, tunaenda kupiga kura kwa ajili ya watoto wetu